Waislamu, kama kuna kipindi ambacho kila mmoja ana fikra yake tofauti juu ya kuufikia na kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kipindi hiki tulicho nacho ambacho tunasogelea kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fikra huwa zinatofautiana. Kuna watu wanaochukulia mwezi mtukufu wa Ramadhani unaokuja, yani ni kama vile mwezi ambao unakwenda kukwamisha mipango yao isiende, mwezi ambao unakwenda kuharibu michakato yao ili ikwame. Lakini wapo watu wanaona kwamba mwezi unaokuja ni mwezi wenye neema, wenye kheri, ambao mwezi huu unakwenda kufungua na kuimarisha na kuzidisha mipango yao ya kidunia na ya kiakhera. Hapa ndio kwenye migawanyiko ya aina mbili. Sasa hivi, ni kweli mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao unaokwenda kuharibu na kuvuruga mipango ya watu, unaokwenda kuharibu mikakati ya maisha ya watu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa na maswahaba, aliwaandaa kisaikolojia jinsi gani ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia wachukulie mwezi mtukufu wa Ramadhani unaokuja sio mwezi unaokwenda kuvuruga mipango yao, bali ni mwezi unaokwenda kuimarisha mipango yao. Muislamu mwenye imani sahihi, basi fokasi yake ya kisaikolojia katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani inatakiwa ikae hivi: Ramadhani inayokuja ni mwezi unaokwenda kutengeneza mipango kuendelea kukaa sawa na kuimarika zaidi ya kidunia na ya kiakhera. Kwa kuwa maswahaba walileleka katika mtindo huo na saikolojia hiyo, maswahaba hao waliishi katika mfumo huo, na walikuwa kila mwezi unapokuwa unakaribia, wao wanakuwa katika kipindi cha furaha zaidi. Lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokuwa umefika, kila siku zilipokuwa zinasogea kwenda kumalizika kwa mwezi, wao wanarudi katika hali ya huzuni, kwa sababu wanaona zile kheri zinazopatikana ndani ya mwezi huo basi tena ndo zinaondoka, hatuwezi kuzipata tena mpaka ufike mwezi kama uje, hapa katikati tutatoboa. Walikuwa wanasikitika, wanakuhuzunika. Kinyume chake sasa, ndo wengi wetu katika maisha yetu ya sasa tupo katika mfumo wa kinyume cha maswahaba walivyoelewa na wao namna walivyouchukulia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tuko wengi, mwezi unaposogea kukaribia kuandama, basi watu kuna watu roho nyeusi, kila wakikaa raha hawana, kuna vitu vingi wanavifikiria, mipango itakwama na hivi na hivi. Lakini mwezi wa Ramadhani ukiandama, pale unapoendelea kusogea kumalizika, basi watu sasa wanarudisha zile furaha zao za nyoyo ambazo zilipotea kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati wanaukaribisha na wakati wameuanza. Basi mwezi unapokwenda kumalizika, furaha zinaanza kurudi. Hatimaye ukikatika, sema afadhali, alhamdulillah, mwezi wenye kero umekwisha. Waislamu, hii ni dalili inayoashiria kwamba mfumo wa imani zetu upo chini, na ndio maana hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale ambapo alipokuwa anatoa maelekezo ya amri na maelekezo ya lazima kuwaambia watu, jamani, Ramadhani au saumu imefaradhishwa kwenu, hakuwaambia tu watu wa ovyo ovyo. Alisema ya ayyuhalladhina amanu, aliwaambia nyie wenye imani, nyie waumini. Maana yake walioshuka kiimani jambo hili wataliona zito, lakini wale waliokaa katika imani ya sawasawa wataliona kwamba ni jambo jepesi na ni jambo lao. Haya, turudi katika saikolojia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anawaandaa maswahaba katika namna ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadithi iliyopokewa ndani ya sahihi
Ibn Khuzaima, hadithi sahihi kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika saikolojia aliyokuwa akiitumia kuandaa maswahaba namna ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mpaka wao nao wakaelewa kwamba ni mwezi wa kheri kwao, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad adhallakum shahrun adhimun mubarakun, jamani nyie, hakika sasa mjiandae kisaikolojia kuwa unakwenda kukufikieni mwezi mtukufu, lakini mubarakun, mwezi uliojazwa baraka. Saikolojia ya kwanza, ujue mwezi mtukufu wa Ramadhani au mwezi unaokuja wa Ramadhani, kwanza ni mwezi adhimu, mtukufu. Uelewa hivyo. Kama ni mtukufu, hapo inatakiwa uelewe yanayopatikana ndani ya mwezi huo ni matukufu. Lakini pia mubarakun, mwezi wenye baraka, mwezi uliobarikiwa. Maana yake unatakiwa utambue kuwa ndani ya mwezi huo yanayopatikana ndani yake ni baraka tupu. Maana yake hata mfumo wa kipato chako kinakuwa na baraka, kila unachokifanya kina baraka, kwa sababu mwezi wenyewe umebarikiwa. Kanuni wanasema sharaful makani bil makini wa sharaful makini bil makani. Kuna wakati sehemu inapata utukufu au mahala panapata utukufu kwa kuwepo mtukufu, na kuna wakati watu wanaweza wakapata utukufu kwa kuwa wanaishi mahala patukufu. Basi hivyo hivyo, kwa kuwa watu wanaingia katika mwezi wenye baraka, na watu wanapata baraka kwa kuwa wako ndani ya mwezi wenye baraka. Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwachambulia huo mwezi ambao mtukufu, mwezi wenye baraka. Akasema shahrun fihi lailatun khairun min alfi shahr, kwani huo ndio mwezi pekee ambao ndani ya mwezi huo kunapatikana usiku ulio mbora zaidi kuliko miezi 1000. Yani miezi 1000, kama utafanya amali ndani ya miezi 1000, tena kuliko, maana yake zaidi ya 1000 hapo. Lakini ndani ya Ramadhani umepewa usiku huu mmoja, ukifanya kheri unazidi miezi hiyo yote. Maana yake usiku huo haupatikani katika miezi mingine ila ndani ya mwezi huo wenye baraka, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe unakasirikaje kuandama kwa Ramadhani kama kweli ni muumini? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuandaa kisaikolojia, kuona mwezi unaokuja sio mwezi labda wa kuharibu mipango, ni mwezi wa kutengeneza mipango ya kiakhera, ni mipango ya kidunia. Alisema wa shahrun ja'ala Allahu siyamahu faridha wa qiyama lailihi tatawwu'a, na ndio mwezi wa pekee ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika mwezi huo swaumu yake kuwa ni ya faradhi. Yani ndani ya miezi mingine yoyote hauwezi kuipata swaumu ya faradhi, labda ujifaradhishie mwenyewe. Narudia, ndani ya miezi mingine yoyote hauwezi ukaikuta swaumu ya faradhi, labda ujifaradhishie mwenyewe. Kujifaradhishia, unajifaradhisha vipi? Kama uliweka nadhiri ya jambo kwamba mimi Mwenyezi Mungu akiniwezesha, akinijalia jambo kadhaa, basi ndani ya mwezi ndani ya siku fulani, kama ni Jumatatu, kama ni Alhamisi, basi nitafunga mimi swaumu. Lakini umejiwekea nadhiri, ukijaliwa kitu fulani, sasa Mwenyezi Mungu amekujalia swaumu yako ile itakuwa ya faradhi, sio ya sunna tena. Sasa hii ni faradhi umejitengenezea wewe, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi pekee unaopatikana swaumu ya faradhi ndani yake. Lakini pia hata kile kisimamo cha usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kisimamo cha tatawwa, cha sunna, unapata thawabu
kwa sababu unajitolea. Yani maana yake hivi, kuna wakati unaweza ukasimama visimamo vyako vya usiku, sio kwa maana ya swala zile za sunna. Kwa mfano labda unakusudia kuswali sunnatul haja, yani wewe ndo una haja zako binafsi kwa Mungu, si kwamba yani unaswali sunna, yani sunna ambayo unataka malipo tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali wewe unachotaka, kuna mipango yako binafsi unataka umwambie Allah subhanahu wa ta'ala akutekelezee mipango hiyo. Wewe unaweza ukaswali rakaa zako 2 kama ambavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wasta'inu bis-sabri was-salah, mtakeni msaada Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutumia njia ya subira na kutumia nyenzo nyingine inaitwa swala. Kwa hiyo ukiswali rakaa zako na ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo lako, Mungu inakuwa ni wepesi kukufungulia na kukukubalia ombi lako hilo. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi pekee unakuta ndani yake kuna kisimamo ambacho ndani yake, kisimamo cha kawaida, wewe unaendelea kupata mithawabu kede hata kama ni mpango wako binafsi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutoa saikolojia ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tujengeke hivyo, tusijengeke katika mfumo wa kuwa mwezi wa Ramadhani unaokuja ni mwezi wa balaa, unakwenda kukwamisha mipango yetu. Hapana, Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya hadithi hiyo hiyo kwamba yoyote atakayejikurubisha ndani ya mwezi huo kwa kutenda jambo lolote lile la kheri, ile la kujitolea tu, basi thawabu anazozipata anaandikiwa kana kwamba ametekeleza faradhi fi masiwahu, katika miezi mingine sio kwa wa Ramadhani. Yani maana yake katika miezi mingine isiyokuwa mwezi wa Ramadhani, ili upate thawabu za namna hiyo uwe umetekeleza faradhi. Huku ili upate thawabu hizo ambazo kule kwenye miezi mingine uandikiwa upatikana kwenye njia ya faradhi, huku kwenye hilo jambo la sunna ndio unapata hiyo faradhi. Yani maana yake mtu umeamua kumpa sadaka yako, hata buku tu, sadaka yako ya buku kampa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii sadaka tu, sadaka maana yake inaingia katika sehemu ya sunna tu. Sasa kwa kuwa kutoa sadaka ni jambo la kheri, basi ile sadaka utakayoitoa thawabu unazozipata pale, yani kama umeswalia dhuhuri, kwa maana hiyo ndo mtanielewa. Yani ile buku yako uliyoitoa kumpa mtu ambaye ana shida kwa sadaka ile, yani unaandikiwa tayari wewe umeswali kama vile umeswalia dhuhuri, thawabu unazozipata. Maana ya dhuhuri ya miezi mingine ndio sadaka yako ya buku ya leo ya ndani ya Ramadhani. Ndio hivyo. Kwa hiyo ni mwezi ambao kisaikolojia tujengeke kwamba ni mwezi unaokwenda kutengeneza mipango yetu, sio kuharibu mipango yetu. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sasa je, kinyume chake wa man adda faridatan, kinyume chake sasa, na mwenye kutekeleza faradhi fihi, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, basi kinachokwenda kupatikana kwake mtu huyo kana kwamba ametekeleza faradhi 70 nje ya mwezi wa Ramadhani. Faradhi 70, yani tuichukulie faradhi, yani maana yake adhuhuri utakayoswali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, adhuhuri ile moja, yani ni sawasawa na adhuhuri 70 za miezi mingine. Kwa mfano tupo katika mwezi wa Shaabani, unapokuja mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani ya dhuhuri ambayo unaipata ndani ya mwezi wa Shaabani na adhuhuri utakayoipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ya dhuhuri 70 za Shaabani ndio ziende kulinganishwa na adhuhuri moja ya Ramadhani.
Haya, Mungu akupe nini? Na kwa nini wewe unaona kuwa ni kama balaa tu linakukuta? Ramadhani inakuja, janga tu linaingia. Sio janga, inawezekana ikawa madhaifu ya imani ulionayo. Tayib, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwani aliishi hapo? Hapana. Akasema Mtume, wa huwa shahru sabri, lakini mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kwenda kuchukua taaluma ya semina ya uvumilivu. Yani semina ya uvumilivu, ukitaka kuisoma vizuri, isome ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. As-sabru. Kama kuna jambo leo linalokwenda kuvuruga jamii, watu kuvumiliana. Ili moja ya jambo kubwa sana, kutovumiliana watu katika majambo, hili linakwenda kupeleka vurumai kubwa katika jamii. Sasa somo la kuvumiliana, somo lake linapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio kuna somo la subira, yani mke kuwa na subira kwa mume, mume kuwa na subira kwa mke, rafiki kuwa na subira kwa rafiki yake, sijui jirani kuwa na subira kwa jirani yake. Somo hilo kilitaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na unalipataje sasa? Unalipata wewe, una kila kitu ndani, inawezekana. Chai, sukari ipo, hela ya maandazi ipo, uwezekano wa kupata kitoga mchana upo, na kitoga cha usiku kipo. Lakini mchana unaambiwa wewe yako macho tuangalia tu, usile. Wewe sukari uikodolee macho tu, lakini usikoroge chai hapo, usinywe. Na unakubali, unavumilia, unakomaa mpaka jioni. Jua likizama ndio unaanza sasa kutoa sukari yako, unaanza kutumia. Kama uliweza mpango huo kuanzia alfajiri mpaka jioni kwa mwezi mzima, yani subira ya kuishi kukaa na njaa, subira ya kukaa na kiu, uliweza, unashindwaje kumvumilia mtu? Kama uweza kujivumilia mwenyewe kwenye tumbo lako, tena unashindwaje kumvumilia mtu? Kwa hivyo watukufu wa Islam, somo la uvumilivu ni somo linalopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, unauona kuwa mwezi huo ni mwezi wa mateso? Hapana, ni mwezi wa taaluma pia. Na Mtume akasema, wasabru thawabuhu aljanna, na uvumilivu malipo yake ni peponi. Hapa duniani utapata pepo ya dunia, kwa maana utanusurika na majanga kadhaa wa kadhaa kwa somo lako la uvumilivu. Lakini huko akhira pia ndio utapata yale makazi ambayo yameandaliwa kwa watu wacha Mungu, uiddat lilmuttaqin, yale makazi walioandaliwa wacha Mungu. Na katika miongoni mwa tabia za wacha Mungu ni kuwa wavumilivu. Ndugu zanguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kuwaandaa kisaikolojia maswahaba, akasema vile vile, wa shaharul muwasati, mwezi huu wa Ramadhani huo unaokufikieni ni mwezi wa maliwazo. Ndani yake tunakwenda kupata maliwazo. Maliwazo gani? Wewe mwenye nacho na wewe usiyekuwa nacho, mwenzangu na mimi, apeche ya lolo, kapuku. Yani kuna namna ya kujiliwaza. Kama wote mnaambiwa mshinde na njaa, uliyekuwa una na aliyekuwa nacho, maana yake unajua kumbe sote si ni sawa tu bwana, kumbe ndo wale tu. Kama wote tunaumia na njaa ndo ile ile. Kwa hiyo kuna kujiliwaza, na hata wewe ambaye mwenye nacho unajiliwaza kwamba kumbe sisi ni jambo letu moja. Kama tumewekewa ibada ya namna hii hapa, maana yake haijulikani nani anacho nani hana, wote tunakaa na njaa, basi sisi ni kitu kimoja bwana, haina haja ya kubaguana. Basi mwenye nacho atamtazama kwa jicho zuri asiyekuwa nacho, na asiyekuwa nacho pia atamtazama kwa jicho zuri mwenye nacho. Haitoingia hasadi, kwa sababu kuna maliwazo ya somo lilopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mara nyingi kuna namna mtu wa chini ana tabia ya kufanya hasadi kwa mtu aliyemzidi, na mtu yule wa juu ana tabia ya kumkejeli na kumkebehi na kumdharau yule mtu aliye chini yake.
hapa tunakwenda kutengeneza kitu kibaya sana, ambacho ndani yake tunaenda kuvunja undugu, wakati mwingine ndani yake tunavunja miamala yetu mizuri, ndani yake hata mahusiano mema yanakosekana. Inafika wakati hata kwenye msiba unaonekana msiba wa matajiri, maskini hahudhurii, au msiba wa maskini, tajiri haendi. Sasa sio maisha hayo, mahusiano sio mazuri ikifikia kwenye hatua hiyo. Shahrul muwasati, mwezi unaokuja ni mwezi wa maliwazo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kuandaa kisaikolojia maswahaba, na saikolojia hiyo pia ndio tuibebe mimi na wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa shahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fihi, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao huzidishwa riziki ya muumini katika mwezi huo. Hiyo ndo nukta ya msingi sana, unaweza ukapiga mstari sehemu hiyo. Kama kuna jambo ambalo linahofiwa sana na watu pale mwezi unapokuwa unakaribia, ni sehemu hiyo, kipengele cha riziki. Hiko ndo kipengele kigumu, lakini kihakika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema riziki ndio inazidishwa kwa muumini. Labda ni imani yako iko ndogo, au inawezekana unaweza ukaona Ramadhani kuwa ni kikwazo, kwa sababu huenda mifumo yako yenyewe ya riziki ilikuwa ya ovyo ovyo, ya kimagendo sana. Kwa hiyo kuna wakati unajiogopa wewe mwenyewe. Lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwenye riziki aliyekuwa nacho anazidishiwa, na asiyekuwa nacho anapata. Ndio utaratibu ulivyo. Asiyekuwa nacho ndani ya Ramadhani anapata, na yule aliyekuwa nacho anazidishiwa. Na ndio maana utaona hata wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia riziki fulani, wanajitolea sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mara mpeleka futari pale, mtaka kufuturia, peleka tambi kule, huko mpeleka mara hivi mara. Unaona bwana? Wengine, mtu mwingine ananunua shehena ya misahafu anaenda kugawa. Kwa sababu gani? Anatumia pesa, lakini wengine washafanya research, pesa zinaongezeka zaidi maradufu kuliko katika miezi mingine. Wamefanya research hiyo. Inawezekana labda kama umechelewa wewe tu ndio umechelewa, lakini sasa anza hii Ramadhani inayokuja, anza alafu uone. Kama unacho jitolee, ukijitolea unazidishiwa. Na kama hauna usikate tamaa, mimi nafungaje, mimi daku sina, sijui futari sina. Yani watu kwenye hofu ya riziki ndio imekaa hapo, sina daku, sina nini, sijui futari. Lakini wakati huu anapojitangazia hivyo, asubuhi atakunywa chai, mchana atakula dongo la maana tu, na usiku anapakia ndo analala, ila futari hana, daku hana. Imani dhaifu, ni imani dhaifu, ni kuogopa. Wakati ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hautaki kuwa na hofu ya riziki. Mtume anasema ndani ya Ramadhani riziki zinazidishwa kwa muumini. Kwa muumini. Labda usiwe muumini. Kama sio muumini, jitoe mwenyewe, ndio unaweza ukakosa. Ndugu zanguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man fattara fihi swaiman, yoyote atakayemfuturisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu aliyefunga, mtu yoyote aliyefunga akamfuturisha, basi Mtume anasema kana maghfiratan lidhunubihi, unapatikana msamaha kwa mtu huyo, msamaha wa madhambi yake. Yani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu kafunga, ukampa cha kufuturu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna rundo la madhambi linapokutishwa. Sasa je, umemfuturisha mtu mmoja, umefuturisha watu 10, watu 20, 30, usiwaone watu wajinga, jamani tutakaribisha iftari, jamani iftari. Usiwaone watu wajinga, waliosoma saikolojia hiyo wanajua, ndio maana wanakaribishana. Wasiojua ndio wanajifungia ndani wakati wa kufuturu, ili mradi wasikerwe na wapita njia. Uchoyo umekuwa mkubwa, wewe hujaelewa.
Kimkaribisha pale ataka pata maji ya kunywa. Shekhe, wewe kuna pukutiko la madhambi, mzigo wa madhambi unapukutishwa kwenye tukio lile. Na hii Mtume amesema man fattara fihi swaiman, yani maana yake taratibu hizo za kusamehewa madhambi kwa kumfuturisha aliyefunga ni ndani ya Ramadhani tu, sio mwezi mwingine. Katika miezi mingine mtu kafunga siku ya Jumatatu, kafunga Alhamisi, zile sunna zake ukimfuturisha unapata tu zile thawabu tu za kumpa sadaka mtu na kumfuturisha, lakini sio lile kupukutishiwa nini, kupukutishwa lile rundo la madhambi. Hiyo ni ofa pekee ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi sio katika miezi mingine. Kwa hivyo watukufu wa Islam, kama tunaweza kuelewa saikolojia ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kamwe wewe hauwezi kuwa ni mwenye kuona Ramadhani inayokuja ni kikwazo katika mfumo wa maisha yako. Yani Ramadhani inakuja kukuharibia mipango yako. Ukiona hivyo, hiyo mipango yako sio ya kheri. Mpango wote wa kheri, basi ile kheri inakuwa maradufu, inazidishwa ndani ya Ramadhani. Mpango wote uwe wa riziki, ikiwa riziki zako za kheri, basi ndani ya Ramadhani Mwenyezi Mungu anaziongeza kuliko katika miezi mingine. Lakini ndio hivyo tu kwamba anasamehewa madhambi imeisha? Hapana. Mtume anasema wa itqa raqabatihi minan nar, lakini pia anakuwa ni mwenye kuachwa huru na moto, anaepushwa na moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumfuturisha aliyefunga ndani ya Ramadhani. Ndio hivyo tu? Hapana, hayatoshi. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'un, lakini na yeye anapata mfano wa malipo ya yule aliyefunga akamfuturisha kwa saumu yake. Kama atakuwa anapata 100 thawabu, na wewe uliyemfuturisha unawekewa 100 zako pembeni kwa ile tukio la kumfuturisha, lakini kupitia yeye. Kwa hiyo kuna zile za kwako mwenyewe za kutenda ile saumu yenyewe kufunga, alafu kuna zile za kumfuturisha aliyefunga unapewa. Sasa jalia sasa uliowafuturisha watu 10, 15, 20, ongezea na saumu yako mwenyewe, unapata nini? Hofa hiyo haipatikani nje ya Ramadhani, ni ndani ya Ramadhani. Wewe unaonaje mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa ni kero kwenye maisha yako, kama kweli ni muumini? Kwa haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza kisaikolojia, kuelewa mwezi mtukufu wa Ramadhani unapoandama kuwa si sehemu ya kero. Wewe unaonaje kuwa kero? Inawezekana ikawa tatizo imani moja, lakini pili, tatizo lingine mipango yako ya magendo. Ndio maana unaogopa, unaiogopa Ramadhani kuwa inakukwamisha mipango yako ya magendo. Lakini mipango yote iliyosimama, iliyonyooka hivi, mipango yote inaendelea kunyooshwa zaidi na kuimarishwa, bali na kukuzwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi na ninyi tujiandae kisaikolojia, kama tuna imani za sawasawa kwamba mwezi unaokuja wa Ramadhani ni mwezi unaokwenda kututengenezea fursa na kutuongezea mipango kadha wa kadha, ili tuendelee kufaidika katika dunia yetu na akhera yetu. Tuchukulie hivyo. Tukichukulia hivyo, basi kila utakapokuwa mwezi unasogelea tuna furaha nao. Lakini pia kama tutaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa unanyemelea kuondoka kidogo kidogo, basi sisi tunabaki katika hali ya huzuni, kwa sababu tunaondokewa na kitu cha muhimu na kitu cha msingi ambacho kwa mwaka kinakuja mara moja tu, tena ndani ya mwezi mmoja. Miezi 12 ya mwaka mzima, mwezi mmoja tu ndio unapata ofa hiyo. Sasa kwa nini usisikitike pale ambapo utakuwa ofa hiyo inapoondoka? Tuache sasa visingizio vya kujitengenezea maradhi ya makusudi. Vidonda vya tumbo vitaanza kuibuka sasa. Hapana, tujitahidini. Huo ni mwezi wa ofa na ni mwezi mmoja tu. Kuna miezi 12 mbele yetu. Mwenyezi Mungu atujalie kheri, itufike salama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tuweze kufaidika na matunda ambayo yamo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.